Chukulia kwamba unaishi katika mji uliozungukwa na kuta ndefu na za ulinzi, ukiamini uko salama mpaka siku moja utakapoona maadui kwa mbali. Maadui walio imara na wenye kusubira katika mawindo. Baya zaidi, ulikuwa umekwisha onywa juu ya kile kitakachotokea. Hii ni historia ya anguko la Yerusalemu, wakati ambapo muda mfupi ulibadili historia ya milele. Kwa miaka mingi manabii kama Yeremia walikuwa wamekwisha ulionya na kuwaambia watu kugeuka kutoka katika miungu mingine na ibada ya uongo, lakini viongozi, makuhani na hata watu wengine walikataa kusikia onyo. Walifikiri kuwa ni watu wasioguswa, lakini walikuwa wamekosea. Viongozi wa Yuda walikuwa wameanguka. Watu kabisa waliopaswa kuwaongoza wengine katika ibada waligeukia miungu. Walifuata matakwa yao wenyewe kama walivyotamani, wakapuuzia amri za Mungu. Mfalme Zedekia, kiongozi wa Yuda, alikuwa na machaguo: ama asikilize maonyo ya nabii Yeremia juu ya kujisalimisha Babeli, ama aasi. Alichagua kuasi. Mfalme Nebukadreza wa Babeli aliuzingira Yerusalemu. Kwa miaka miwili watu walikuwa wamenaswa, chakula kiliisha na maji yakageuka hofu. Magonjwa yakaenea. Bado hata katika maumivu hayo, Zedekia alikataa kusikia onyo la Mungu. Siku moja Wababeli walivunja ngome. Wanajeshi wa Babeli wakachoma moto majengo ya ikulu na hata hekalu takatifu la Mungu. Mji ambao ulichukuliwa ni ishara ya uwepo wa Mungu sasa ilikuwa chini ya uharibifu mkubwa. Mfalme Zedekia alijaribu kukimbia, lakini alikamatwa. Karibu na Yeriko, Wababeli walimleta mbele ya Nebukadreza, ambaye alimfanya watazame watoto wake wakiwa wanauawa. Kisha akamtoboa macho na kumchukua akiwa amefungwa mnyororo. Yerusalemu, mji ulioahidiwa kuwa nuru ya mataifa, ulibakia ukiwa majivu tupu. Katika janga hili haikuwa vita, lakini ilikuwa ni machaguo ya watu wa Yuda kupuuzia maonyo ya Mungu. Kwa miaka walikuwa wanaamini kwamba wangeweza kufanya vyovyote bila madhara.